atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe sana, mpenzi mfuatiliaji wa channel ya kwetu. Kwa majina yangu naitwa Kuhani Sami na niko hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe habari njema. Na kwa siku ya leo kuna jambo moja nataka nikushirikishe uweze kufahamu na uweze kuelewa nini maana ya jambo hili na nini ufanye ili kuweza kujikwamua kutoka katika jambo hili. Jambo ambalo nataka kuweza kulizungumza, nataka nikwambie faida 5 za kuanza mwaka 2026 kwa kufunga na kuomba. Faida ziko nyingi, lakini wacha nizungumzie hizi 5. Asante sana kwa wewe ambaye unakuwa unatufuatilia kwa wakati na majira haya, na unaweza ukasubscribe YouTube ya kwetu ili kwa mafundisho mengine pindi tunapokuwa na yaweka unakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuyapata. Nikukumbushe tu, langu jina ni Kuhani Sami. Niko hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe, kukufundisha habari njema za Yesu Kristo aliye nuru halisi na Mungu mkuu. Faida ya kwanza, utapata nguvu ya kusonga mbele pindi tu mwaka utakapoanza kwa maombi. Tunaona kwenye Luka 4 mstari wa kwanza Yesu anaingia kwenye mfungo. Luka 4:14 Yesu anarudi kwa nguvu baada ya mfungo, anawatangazia kuwa Roho wa Mungu yupo juu yake. Ukiingia kwenye mfungo na kuomba, utavikwa nguvu mpya na ya kuendelea mbele mwaka wa 2026. Utakuwa na nguvu kwa sababu tu ulianza kwa mfungo. Tunaona baada ya Yesu kutoka kwenye mfungo, anaendelea kufanya huduma kwa ujasiri mkubwa kwa kuwafungua na kuwaponya watu. Lakini jambo jingine, jambo la pili, kufunga kunakuletea ulinzi na usalama. Kivipi? Kitabu cha Ezra 8 kuanzia mstari wa 21 mpaka 23 ukisoma utaona wakati huo Ezra alikuwa Babeli, mbali sana kutokea Yerusalemu. Ezra alifahamu kuwa njiani mwako maadui wengi sana, akawa anawaza atafikaje salama. Ukisoma hapo utaweza kuona, lakini akaona hawezi kumwambia mfalme ampe ulinzi, bali akaona amkabidhi Mungu hiyo safari yake. Msikilizaji wangu, nikushukuru sana kwa kuendelea kuwepo na sisi, lakini kumbuka tu unaweza ukaendelea kushare, kucomment, lakini kusubscribe YouTube ya kwetu ili pindi tu unapokuwa na kuwekea masomo kama haya unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kuyapata. Nikukumbushe, langu jina naitwa Kuhani Sami Kapela, ambaye pia niko hapo kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe habari njema za Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Sikiliza nikwambie msikilizaji wangu na mtazamaji ambaye unanitazama na kunisikiliza kwa wakati huu, mkono wa Bwana utembea na wale wamtafutao. Maajabu ya Bwana yanazilika kwa wao wamtafutao. Hivyo ukitaka ulinzi juu ya mwaka wa 2026, sikilize, ni vyema kuanza mwaka wako kwa mfungo. Ni vyema kuanza mwaka wako kwa kuomba. Mungu aachilie ulinzi kwako. Asante sana kwa wewe ambaye unakuwa unanielewa. Jambo la 3, hukuwezesha kutimiza shauri la Mungu au mapenzi ya Mungu ukianza kwa maombi. Jambo la 3, kwa nini tuanze mwaka 2026 kwa maombi? Itakuwezesha kutimiza shauri la Mungu kwako au kutimiza mapenzi ya Mungu. Na maanisha nini? Maombi yanakupa nguvu ya kutembea katika mapenzi ya Mungu. Ukitaka mwaka 2026 utembee katika mapenzi ya Mungu, basi anza na mfungo na maombi. Kutoka 34:27 mpaka 28 ukisoma pale utaona ni kwa jinsi gani Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya, kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. 28, naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakuna chakula wala kunywa maji, naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagano ambazo ni hizo amri 10.
sijui kama unanisikiliza msikilizaji ambaye unakuwa unanifuatilia kwa sasa. Natamani uweze kunisikiliza na kunielewa. Ndio maana nakwenda taratibu sana ili uweze kunielewa. Mambo ambayo nimeyachagua yawe matano ya kuyazungumzia kwa nini uanze 2026 kwa maombi. Huenda mwaka ulioisha ama unaokwenda kuisha wa 2025 haukuanza kwa maombi. Sasa chagua kuanza kwa maombi, kwa kuwa kuna faida kubwa kuelekea mibaraka yako ambayo Mungu amekuahidi. Jambo la 4, kwa nini uanze mwaka 2025 kwa maombi? Kufunga kuna chaji maisha yako ya kiroho. Sikiliza nikwambie, unapokuwa unafanya maombi ya mfungo, kuna chaji ama kunaongeza ama kuna boostisha maisha yako ya kiroho. Utu wako wa nje ujapochakaa kwa kufunga, utu wako wa ndani unakuwa imara na kupata nguvu mpya. Unapofunga, nguvu ya Mungu huongezeka kwenye maisha ya kwako. Nisikilize vizuri. Usiusikilize mwili kwamba unachoka, bali utiishe mwili uweze kufunga na kuomba. Jiandae kufunga na kuomba kwa kuanza mwaka wa 26. Utaona maajabu na matendo makuu ambayo Mungu atayafanya katika maisha ya kwako. Jambo la 5 na la mwisho ambalo nataka kulizungumza kwa siku hii ya leo, msikilizaji wangu, ni kwamba kufunga na kuomba ni namna pekee ya kuwasilisha mahitaji yetu mbele ya Mungu au mbele za Mungu. Kufunga na kuomba ni namna pekee ya kuwasilisha mahitaji yetu mbele za Mungu. Kitabu kile cha Mathayo 7:7-8, maandiko yanasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Kupitia maombi utapata mambo ambayo yalishindikana katika hali ya kawaida. Zingatia sana kwa mwaka huu wa 2026, uanze kwa maombi. Na kuna faida ambazo nimezizungumza. Ziko 5 faida za kwanza mwaka wa 2026 kwa kufunga na kuomba. Usiishie kuomba tu mpendwa, funga. Usiishie kufunga tu, utautesa mwili wako. Funga huku ukiwa unaomba kwa kumaanisha. Asante sana. Bwana Yesu atukuzwe sana msikilizaji. Na nikushukuru sana kwa wewe ambao unaendelea kuwa mwanafamilia kwa kushare video hizi, lakini pia kusubscribe YouTube za kwetu na kujiungamanisha pia na sadaka yako kupitia namba. Sikiliza, andika namba ambayo unaweza ukaguswa na sadaka yako kwa mwaka, sadaka nzuri ya kuweza kuvuka mwaka na kuingia mwaka 2026 kwa baraka. Lakini panda mbegu ambayo mwaka 2026 Mungu atende jambo jipya katika maisha ya kwako, akutendee jambo kubwa. Andika namba hii, andika 0627405002. Narudia tena, hii ni Halotel. Unaweza kutuma sadaka yako nzuri kwa ajili ya mwaka huu wa 2026. 0627405002. Jina itatoa Samuel Kapela. Tuma sadaka yako hapo. Jina itatoa Samuel Kapela, lakini namba nyingine ambayo hii ni Mixx by Yas au Tigo, unaweza kutuma sadaka yako kwa jiungamanisha na mimi. Nitamsihi Mungu wangu atende jambo kupitia sadaka yako ambayo unakwenda kuituma, ikawe kama mbegu ya kuweza kuifanya 2026 kuwa ya baraka na kufika katika ahadi ambazo Mungu alikuahidi hata kabla haujatoka tumboni mwa mama yako. Anasema mwenyewe alikujua hata kabla kutungwa kwa mimba yako, alikujua hata kabla kuumbwa kwa misingi ya dunia, alikujua. Huyu Mungu ambaye alikujua tangu mwanzo, lakini wakaja watu kwa ajili ya kuweza kukurudisha nyuma. Sasa kupitia sadaka yako Mungu anakwenda kukuzidisha, Mungu anakwenda kukufanikisha, Mungu anakwenda kuirejesha nyota yako ambayo ilikuwa imeibiwa. Mungu anakwenda kuing'alisha na kung'aa zaidi sana na sana.
Wacha nikutajie namba nyingine hii ambao pia unaweza kutuma sadaka ya kwako na ikafika madhabahuni, ikafikia mtumishi wa Mungu moja kwa moja, hakuna shida. Andika 0656 75 81 30, 0656 75 81 30. Jina ni lile lile, Samuel Kapela, na sadaka yako itakuwa imefika. Mimi nikushukuru sana, asante kwa kutazama video hii, asante kwa kusikiliza video hii. Kumbuka tu ni mtumishi wa Mungu Kuhani Sami Kapela. Niko hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wakati wowote ukiwa na changamoto yote, wasiliana na sisi kupitia namba ya 0627 40 50 02. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni akutendee jambo jipya kwa mwaka wa 2026. Amen.